ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Kwa ratiba iliyoko kwa mujibu wa katiba ya nchi hii na sheria za uchaguzi, uchaguzi mkuu unatakiwa kufanyika mwezi Oktoba ya mwaka huu. Kwa vile ni mwaka wa uchaguzi, lazima tuzungumze mambo yanayohusiana na uchaguzi wa nchi hii. Nikiuliza mtu yeyote katika maelfu mliokuja hapa leo, nikikuuliza unafikiri kwenye ubunge wa Sumbawanga mjini atakayeshinda ni wa chama gani, chances are utaniambia ni wa CCM. Nikikuuliza unafikiri kwenye kata yako nani atatangazwa mshindi wa uchaguzi wa diwani, chances are utaniambia ni mgombea wa CCM. Nikikuuliza unafikiri nani atakuwa rais wa nchi hii baada ya uchaguzi mkuu, chances are utaniambia ni rais atakayetokea CCM, awe huyu mama au mwingine yeyote. Mtasema hivyo kwa sababu moja tu. Katika nchi hii, haijalishi umepigiwa kura kiasi gani, ili ushinde, utangazwe umeshinda, hata kama hujashinda, ili utangazwe umeshinda, inategemea wewe ni wa chama gani. Ukiwa wa Chadema ukashinda uchaguzi kama ilivyotokea hapa 2010 kwa Mwalimu Nyamsebo, utatangazwa. Ikitokea umeshindwa ni CCM, utatangazwa. Hata kama itabidi polisi na usalama wa taifa na nani waue watu, watatangaza CCM ameshinda. Jana tulikuwa Nkasi, kijiji cha Ntalamila. Wamefanya uchaguzi wa vijiji tarehe 30 Novemba mwaka jana. Mgombea wa Chadema ameshinda kura 966. Mgombea wa CCM amepata kura 634. Matokeo hayajatangazwa mpaka leo. Badala yake akaenda DC yule mtoto wa laana yule Juakali, akaenda akamtangaza mgombea wa CCM aliyepata kura 634 kuwa ndio mwenyekiti wa kijiji. Aliondoka gari haina vioo wala taa, naambiwa. Sasa hiyo ndio hali halisi ya uchaguzi wa nchi hii. Ndio hali halisi ya uchaguzi wa nchi hii. Uchaguzi sio huru wala wa haki wala unaokubalika na wananchi. Ni uchaguzi wa kihuni. Ni uchaguzi wa kutumia mabavu. Wanashinda kwa mabavu. Wasipotumia mabavu hawashindi. Wasipotumia jeshi la polisi hawashindi. Wasipotumia wakurugenzi kutangaza matokeo ya uongo hawashindi. Sasa kwa sababu tuko Sumbawanga, nataka tutafakari hizi takwimu za uchaguzi wa Sumbawanga. Amezisema mwenyekiti wetu wa jimbo kama sikosei. Mwenyekiti wetu wa jimbo anasema hivi: miaka 10 iliyopita tulipofanya uchaguzi wa vijiji, miaka 10 iliyopita, mwaka 2014, mji huu wa Sumbawanga wenye mitaa 165 ulichagua wenye viti wa mtaa wa Chadema 106. CCM ilipata mitaa 59.
Asilimia 64 ya mitaa yote ya Sumbawanga mjini iliongozwa na Chadema miaka 10 iliyopita. Mwaka jana kwenye hiyo mitaa 165 Chadema ametangazwa mwenyekiti mmoja tu. Nanipata ndani ya miaka 10 watu wa Sumbawanga mjini wametuchukia. Tumewakosea nini? Ni hivi ili washinde. Namba 1, wameangua wagombea wetu kwa maelfu. Sumbawanga mjini, Kalambo nimetoka leo asubuhi Kalambo. Waliweka wagombea mwenyekiti wa kijiji 111 wakaanguliwa wote. Wabunge 72 tuliokuwa nao miaka 10 iliyopita, tumebaki na Aida peke yake. Yaani kama vinalivyo kweli. Amebaki mmoja wa dawa. Sasa hebu fikiria. Tulikuwa Chadema 72 bungeni. Mlikuwa mnatusikiliza. Tulikuwa tunawapambania. Na yuko Aida peke yake. Na yuko peke yake sio kwa sababu tumekataliwa na wananchi. Yuko peke yake kwa sababu tumeibiwa uchaguzi kwa kutumia kura feki zilizoingizwa na mapolisi na walimu na hawa watu wote